PhD CGH, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Vikosi vya Ulinzi wakati wa maadhimisho ya sherehe za 62 za siku kuu ya Jamhuri Ijumaa tarehe 12 mwezi Disemba mwaka 1225 katika uwanja wa kitaifa wa michezo wa Nyayo kule mjini Nairobi. Daima nimekuwa nikiadhimisha siku hii nikiwa na hisia za aina mbili zikiambatana. Shukrani za dhati kwa waanzilishi wetu wa taifa na swali nzito kwetu sisi wenyewe, je, tumekuwa wasimamizi waaminifu kwa uhuru waliopigania? Na je, tumefaulu tukiendeleza taifa walilotuachia mikononi mwetu? Nitarejelea masuala hayo baadaye. Kwanza kabisa, tunakusanyika hapa leo sio tu kuadhimisha tarehe katika kalenda, lakini kuheshimu uradhi uliotokana na kujitolea mhanga, ujasiri na azma isiyotikirika, uradhi ulioanzishwa na wanaume kwa wanawake waliotazama mamlaka ya kifalme usoni na kutangaza kwa imani isiyotikisika kwamba Kenya itakuwa huru. Mapambano yao yalipanda jamhuri yetu katika msingi thabiti wa uhuru, umoja na demokrasia. Waliotupatia zaidi ya bendera, walitupatia siku za usoni. Miaka 62 iliyopita, waanzilishi wajasiri wa taifa letu walikabidhi mikononi mwetu zawadi ya kipekee ya uhuru wa kisiasa. Siku kama ya leo miaka 62 iliyopita, mababu zetu waliteremsha bendera ya wakoloni na kupeperusha bendera ya taifa letu. Hata hivyo, ushindi wao haukupatikana kwa urahisi, ulipatikana kwa gharama kubwa mno. Hatua za kupatikana kwa utaifa wetu zilitokana na moyo mkuu wa wapiganiaji uhuru wetu, wanaume kwa wanawake waliokataa kudhalilishwa na utawala wa ukoloni. Kutoka vijiji hadi mijini, mashambani hadi viwandani, hadi madarasani na katika masoko yetu, Wakenya wa tabaka mbalimbali waliinuka wakiwa kitu kimoja, wakitangaza utu wao hautadidimishwa, kucheleweshwa au kukataliwa na nguvu kupita kiasi ilipotumika dhidi yao. Ukakamavu wao uliishinda. Maelfu walipiga gharama ya kifo, wengi zaidi wakawekwa mikorokoroni. Jamii nzima zikatolewa kwao adhabu chungu, kuhamishwa na kuwekwa gerezani, zikawa zana za ugandamizaji. Hata hivyo, kile ambacho ufalme huo haungeweza kukatiza ni ukakamavu wao, azma na umoja wenye lengo. Wote katika makabila yote, maeneo, tabaka na imani waligeuka na kuwa kikosi ambacho historia haingeweza kunyamazisha au kukomesha. Kujitolea kwao mhanga kulifungua njia ya kujitawala wenyewe. Ujasiri wao ulitupatia uhuru ambao tunausherekea leo, na ni katika mabega yao ambapo jamhuri yetu inasimama kidete siku ya leo. Wasanifu wa taifa letu walishinda majaribu ya wakati wao. Hata ingawa changamoto zetu ni tofauti, ya kujifunza kutoka kwao ni ya milele. Walisimama kukabili hali iliyowakumba wakati huo. Haikuwa rahisi, lakini ilikuwa ni hitaji, na kwa sababu walichukua hatua, leo hii tuko hapa. Hivyo basi, raia wenzangu, historia inatuangalia na inatuuliza, tukikabiliwa na changamoto za wakati wetu, je, tumejitolea kama walivyofanya? Alipokula kiapo Mzee Jomo
Kenyatta alituonya kwamba uhuru hautamaanisha kitu iwapo hautaboresha maisha ya kila siku ya raia wa kawaida. Tom Mboya alitukumbusha taifa kwamba mapambano makubwa na bila shaka mapambano magumu zaidi sio tu uhuru wa kisiasa pekee, bali maendeleo, kuwapa shime ya kiuchumi watu wetu na kuimarisha zaidi uwezo wao. Walisisitiza kwamba uhuru ni mwanzo tu na kwamba vita vikali vitakuwa vya kukabiliana na umaskini ambao unafunga uwezo wetu, kukabiliana na magonjwa ambayo huiba fursa zetu, na kukabiliana na kutojua kusoma na kuandika ambako hudidimisha uwezo wa binadamu. Hivyo basi, siku ya leo tunapoadhimisha siku kuu ya Jamhuri, tunafanya zaidi ya kukumbuka ushindi. Tunawaenzi waanzilishi wa taifa letu kwa kutupatia kipindi bora cha ujenzi wa taifa letu, uhuru wa kisiasa. Sawa na jinsi kisasi cha kwanza kilichopatikana kutawaliwa na ukoloni na kujitolea kukabiliana nao, vivyo hivyo vizazi vilivyofuata vimeitwa kukabiliana na maadui wapya wa umaskini, maradhi na kutojua kusoma na kuandika katika namna zao zote. Na waligundua kwa uchungu kwamba kupata uhuru usiokuwa huru kabisa kama inavyodhaniwa. Katika historia ya Kenya huru, mamlaka yalidhibitiwa na wachache. Maoni tofauti yalinyamazishwa, ushindani ulizimwa, hofu ilichukua mahala pa matumaini. Hata hivyo, kwa mara nyingine Wakenya waliinuka, na kutokana na mapambano yao kukazuka hali ya kutaka kuzingatia kwa demokrasia, haki za binadamu na utawala wa sheria. Katika nyakati ngumu za miaka ya 80 na miaka ya 90, wakati ilikuwa hatari kuzungumza, Wakenya werevu walinena. Wakati ilikuwa kinyume cha sheria kukusanyika pamoja, raia wenye ujasiri walikusanyika. Wanafunzi, viongozi wa kidini, mawakili, waandishi wa habari, wafanyikazi na wanasiasa walisimama kidete kupinga hatua za kuweka kizuizini, kuteswa, kuhamishwa na hata mauaji, ili Kenya iweze kupumua tena. Azma na ujasiri wao ulitupatia katiba ya mwaka wa 2010, mwafaka ambao ulirejesha uhuru wa wananchi, kuzuia ubabe na hivyo kudhibiti haki na kuanzisha kwa serikali za gatuzi na mamlaka kurejeshwa mashinani. Hatua hizo zilitoa ahadi bora zaidi. Ilihakikisha haki za kiuchumi na kijamii. Ilitangaza kwamba huduma za afya, nyumba, chakula, maji, elimu na usalama wa jamii sio kitu cha mapendeleo, bali ni haki za kimsingi. Hii ilikuwa ahadi ya kijasiri, ilikuwa sharti la kimaadili, ilikuwa ndoto ambayo haikuwa imekamilika ya vizazi vyote viwili vya uhuru. Hata hivyo, leo hii kwa uaminifu na unyenyekevu, sharti tukubali kwamba ahadi hii bado haijatimia. Bila shaka hatua za maendeleo zimeafikiwa, lakini ahadi kuu ambapo kila raia wa Kenya anaishi kwa heshima na ufanisi bado ni ndoto tu.